1,677,775,000. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 9,177,599,000 sawa na 94.83 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi milioni 176,000 sawa na 5.17 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, hadi kufika Machi 2026 kiasi cha shilingi bilioni 8,515,430,630 na senti 64 sawa na 87.99 ya bajeti iliyoidhinishwa kilipokelewa na kutumika. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 8 na milioni 15,254,630 na senti 64 ni matumizi ya kawaida na shilingi milioni 500,176,000 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha kuanzia Julai 2025 hadi Machi 2026, Ofisi ya Rais, Tume ya Utumishi wa Umma ilitekeleza shughuli zake kama ilivyoainishwa katika kitabu cha hotuba ukurasa wa 65 mpaka ukurasa wa 67. Mheshimiwa Mwenyekiti, fungu namba 4, Ofisi ya Rais, Idara ya Kumbukumbu na Nyaraka za Taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 25/26 Ofisi ya Rais, Idara ya Kumbukumbu na Nyaraka za Taifa ilitengewa jumla ya shilingi bilioni 6,150,690. Naomba nirudi tena, bilioni 6,150,699,000. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 4,973,241,000 sawa na 80.86 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 1,177,458,000 sawa na 19.14 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi kufikia Machi 2026 jumla ya shilingi bilioni 4,309,650,000 na 41 na senti 14 sawa na 70.07 zilipokelewa na kutumika. Kati ya fedha hizo bilioni 3,261,666,886 na senti 50 ni matumizi. Hebu rudia hiyo bilioni 3. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi kufika Machi 2026 jumla ya shilingi bilioni 4,309,650,41 na senti 14 sawa na 70.07 zilipokelewa na kutumika. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 3,251,666,836 na senti 50 ni fedha kwa matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 1,057,983,204 na senti 64 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha kuanzia Julai 2025 hadi Machi 2026 Idara ya Kumbukumbu na Nyaraka ilitekeleza shughuli zake kama zilivyoainishwa katika kitabu cha hotuba ya bajeti ukurasa 68 mpaka 71. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa naomba kuingia katika mpango wa utekelezaji wa mwaka 2026/27